ambacho kilizidiwa sana kwa upande wa Fountain Gate, kwanza tuzungumzie dakika 45 za kwanza ambazo hizi ndo huwa ambazo tunasema zinakuwa na pressure kubwa sana, tofauti hata na kipindi cha pili. Tukianzia hapo. Nafikiri kabla hata goli la kwanza halijafungwa, nafikiri kwenye mpango ambao walikuwa wameingia nao Fountain walikuwa wako okay. Yaani ulikuwa unaona kabisa uzuiaji wao ulikuwa uko vizuri, walikuwa wako active, wanawahi kufika kwenye matukio. Distance baina ya mstari na mstari ilikuwa iko okay, walikuwa wako compact, na ndio maana kuna wakati option ya Yanga kwenye eneo la mwisho ikawa kama ni kushoot pia kutoka kwenye distance, wanajaribu kusetiana nje ya 18, anafanyika majaribio kadhaa, lakini kwa bahati mbaya ndio likaja likatokea lile kosa. Kwa hiyo mimi naweza nikasema mpaka linakuja kutokea kosa ambalo Nobo kalifanya kwenye goli la kwanza, kama kuna mpango ambao Matano alikuwa ameingia nao katika namna ya kujaribu kumzuia Yanga asiweze kufika kirahisi kwenye lango lake, basi kwa zaidi ya 95% alikuwa kafanikiwa mpaka linakuja kupatikana lile goli. Kwa hiyo naweza nikamuelewa mwalimu hiyo frustration, kwa sababu akikaa akitizama kiufundi anasema nilikuwa nimewa contain hawa jamaa mpaka karibu dakika 37 38 nafikiri zile. Lakini baada ya pale mistake ambazo zinakuja kutokea tena sio moja. Na ukiniuliza mimi, ni makosa ambayo yanaepukika kwa bahati mbaya. Yaani tunasema siku zote mpira ni mchezo wa makosa, na ndipo ambapo magoli huwa yanazaliwa, kwa sababu ni lazima itokee kosa ndipo magoli yapatikane. Kama ni kosa la mchezaji binafsi, kama ni kosa la kiufundi ambalo mwalimu wa timu pinzani anaweza kuliexploit, lakini yale makosa ambayo yametokea jana kwa upande wa Nobo yanaweza kuepukika. Kwa mfano kama goli la pili, unapokuwa goalkeeper unajua wewe ndo mtu wa mwisho kabisa, then pia unakuwa nje ya boksi lako. Katika hali ya kawaida unajua kabisa mimi ndo mtu wa mwisho, na ninapokuwa nje ya boksi manake lango halina mtu. Kwa hiyo katika hali ya kawaida kujaribu tena kurudisha mchezo ndani ni kitu ambacho hata tukicheza sisi wenyewe mtaani tu, mtu unasikia usigeukie ndani. Hiyo anaambiwa mlinzi, sio goalkeeper. Mlinzi tu kuna muda unaambiwa usigeukie ndani. Sikwambii wewe goalkeeper ambaye ndo mchezaji wa mwisho na ndo unalinda lango. Sasa ni vitu ambavyo vinaepukika kiukweli, na ndio maana naweza pengine nikaelewa frustration ya mwalimu wa Fountain Gate hapo jana.